kaunti ya Nakuru wamejumuika na Wakenya wengine kuadhimisha Jumatano ya Majivu. Mwandishi wetu Mike Chalo yuko mubashara kutoka kaunti hiyo. Tunaungana naye. Mike Chalo, usukani kwako. Naam, asante sana Joash. Mchana wa leo tunakujia mbashara kutoka katika kanisa kuu la Katoliki hapa katika kaunti ya Nakuru. Kumbuka hivi leo waumini wa kanisa hili la Katoliki watakuwa wanaanza rasmi msimu wa Kwaresma, ambao ni msimu wa siku 40 za kufunga na kutubu ili kuweza kuwafikia msimu wa Pasaka ambao utakuwa unaingia mwisho wa msimu. Lakini bila kupoteza muda tumeweza kuungana na Father asubuhi ya leo. Asante sana kwa kutenga muda wako Father. Tunajua kuwa siku imekuwa ndefu, shughuli zimekuwa nyingi. Pengine utuelezee hadi sasa mipangilio ikoje na misa kubwa ambayo pia itakuwa inaanza muda mfupi unaokuja, pengine mipango ikoje? Well, kwa majina naitwa Father George Munyaka. Mimi ni Vicar General wa Jimbo Katoliki la Nakuru. Anafanya kazi hapa katika kanisa kuu ya Kristo Mfalme, ambao ni kanisa mama na ni kanisa ya askofu wetu Cleophas Oseso Tuka. Na tuna mipangilio ya misa mbalimbali. Tulianzia misa saa 12:30 asubuhi. Baadaye tumekuwa na misa mwendo wa saa 2 ya wanafunzi, na pia mwendo wa saa 4 kamili tulikuwa na misa nyingine. Na baba askofu atatuongoza katika misa ya saa 7 kamili, na kutakuwa pia na uzinduzi wa kampeni ya Kwaresma siku ya leo, ambapo Wakristo wetu tunawahimiza sana tuweze kutumia muda huu mwanzo kuombea nchi yetu, na pia kuendelea kuwashirikisha ndugu zetu ambao ni wahitaji kwa kuwasaidia na kidogo tulicho nacho, ili hata wao wanapoendelea kujitayarisha katika sikukuu iliyokuu ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, wafahamu ya kwamba wao pia ni watoto wake Mungu, na tunahitaji kushirikishana katika baraka zile ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia maishani mwetu. Pia tutakuwa na misa nyingine mwendo wa saa 9 bado ya wanafunzi wa mashule mbalimbali, na misa ya mwisho ambayo tutakuwa nayo ni saa 11:30 hapa bado katika kanisa kuu la Kristo Mfalme. Naam, pengine kauli mbiu ya mwaka huu wa mwaka 2026 Kwaresma ya mwaka huu imejikita saa katika kuombea taifa na katika kuombea kitu gani kingine? Kwanza lazima tuchukue muda huu kuweza kujichunguza wenyewe. Hata kama tunaombea taifa letu, ni mabadiliko yanaanza na kila mmoja wetu, na hivyo tusitarajie kuona mabadiliko katika nchi kama sisi wenyewe hatuko tayari kubadilika. Kwanza tubadilike na tuweze kutubu, kujipatanisha tena na Mungu, kujipatanisha na ndugu zetu na wale ambao tumeweza kuwakwaruza maishani, kuomba msamaha, na pia kuweza kujipatanisha na nafsi zetu. Na hivyo ndivyo tutakavyoendelea kuiombea nchi yetu, ili tuweze kuona mabadiliko yale ambao tunaomba sana yapate kuonekana, na saa umoja wetu kama wa Kenya. Maana Mungu hakutumba kama makabila, alitumba kama watu waliochukua mfano na sura yake, ili tuweze kuishi duniani humu tukipendana na tukisameheana pia, na tukisaidiana katika safari hii ya wokovu. Asante sana. Mtazamaji, ni kasisi huyo katika kanisa Katoliki hapa katika kaunti ya Nakuru. Amezungumzia mengi, kikubwa zaidi kwa msimu huu wa Kwaresma, akiwataka Wakristo hasa wanaotoka katika kanisa la Katoliki kuweza kutubu na pia kujiangalia na vile vile kuliombea taifa. Kumbuka Joash, kwa njia ya kipekee ama kwa msimu wa kipekee kwa zaidi ya miongo mitatu, msimu huu wa Kwaresma wa mfungo wa
wa siku 40 vilevile utakuwa unaingiliana na msimu wa Ramadhani. Kumbuka leo hii pia jamii ya Kiislamu itakuwa inaangalia mwezi na hivyo basi mwezi unatarajiwa kuonekana leo, na basi mfungo pia wa Ramadhani utakuwa unaanza leo kuandamana na mfungo huu wa Kwaresma wa jamii ya Katoliki, na hivyo basi shetani anatarajiwa kutaabika sana, hasa ambapo taifa, hasa jamii ya Wakristo na jamii ya Waislamu watakuwa wanaingia katika mfungo. Muda mfupi kutoka sasa, Joash, askofu atakuwa anaingia katika kanisa hili na atakuwa tunafuatilia misa hii ya majivu ama Jumatano ya majivu, kuhakikisha kuwa mtazamaji wetu hapitwi na lolote, na katika taarifa zetu zijazo takuwa tunamjuza matukio hapa katika kanisa hili la Katoliki kaunti ya Nakuru. Joash.